Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji wangu, mimi ni mchungaji naitwa Emmanuel Luwanja wa kanisa la TAG Pasiansi ya Juu Mwanza. Niko katika studio hizi nikikuletea ujumbe wa neno la Mungu, na somo letu linahusu kuzaliwa mara ya pili, na tumekuwa tukifanya huduma hizi kuweza kukuletea jumbe hizi wewe unayetusikiliza YouTube pamoja na Facebook, tukileta jumbe hizi kama sehemu ya kukusaidia kwamba Mungu ajulikane kwenye maisha yako. Sasa kabla ya kuendelea, napenda tu niseme nimekuwa na mfululizo wa jumbe hizi ambazo zinahusu kuzaliwa mara ya pili kama sehemu ya badiliko la maisha ya mwanadamu. Maana pasipo kuzaliwa mara ya pili mwanadamu ana hasara ya milele. Na wakati huu sasa, kabla sijaendelea na ujumbe wangu, ujumbe wa leo unasema hasara za kuto kuzaliwa mara ya pili. Hasara za kuto kuzaliwa mara ya pili. Na ninapozungumza maneno haya, ni maneno ambayo yanataka kukuletea kile ambacho nataka kukisema. Ziko hasara, kwa sababu ninapozungumza neno hasara manake ni kupoteza, ni kuto kupata faida. Maana tumekuwa na jumbe zinasema faida ya kuzaliwa mara ya pili, lakini leo nataka nikwambie kama hautakubali kumpa Yesu maisha, na kama utakuwa na maisha yasiyo na badiliko, manake maisha yako yatakosa kibali cha Mungu, yatakosa ushindi, na mwisho utajikuta unakwenda jehanamu. Na nitasoma katika Biblia yangu nzuri Isaya 14 mstari wa 9 hadi wa 19. Biblia inasema, kuzimu chini kumetaharuki kwa ajili yako, ili kukulaki utakapokuja. Huamsha waliokufa kwa ajili yako, naam, walio wakuu wote wa dunia. Huwainua wafalme wote wa mataifa, watoke katika viti vyao vya enzi. Hao wote watajibu na kukuambia, je, wewe nawe umekuwa dhaifu kama sisi? Wewe nawe umekuwa kama sisi? Fahari yako imeshushwa hata kuzimu, na sauti ya vinanda vyako funza wametandazwa chini yako, na wadudu vinakufunika. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi! Jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa! Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kutoka vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Lakini utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho za shimo. Wao wakuonao watakukazia macho, watakuangalia sana, wakisema, je, huyu ndiye aliyeitetemesha dunia? Huyu ndiye aliyetikisa falme, aliyeufanya ulimwengu ukiwa, akaipindua miji yake, asiyewafungua wafungwa wake waende kwao. Wafalme wote wa mataifa wamezikwa wote kwa heshima, kila mmoja ndani ya nyumba yake mwenyewe. Bali wewe umetupwa mbali na kaburi lako, kama chipukizi lililochukiza kabisa, kama vazi la wale wauao. Nisikilize nikwambie, ndugu msikilizaji, neno hili la Mungu siku ya leo ninazungumzia hasara ya kuto kuzaliwa mara ya pili. Unajua, ikiwa hautakubali kuokoka, iko hasara juu yako. Maana bila shaka lazima unakuwa chini ya Ibilisi. Bila shaka unakuwa chini ya ufalme wa giza ambao shetani ndio anaomiliki. Na Biblia inafunua wazi kwamba shetani ni kiumbe ambaye aliumbwa mbinguni, akiwa anaitwa Lucifer, malaika mwenye kufunika. Alikuwa kiongozi wa ibada. Alipokuwa mbinguni alikuwa ni kiongozi mkuu wa ibada, lakini pia yeye ni malaika tu kule mbinguni. Lakini wanadamu wamemgeuza kuwa mungu wao. Kwa nini? Wamempa nafasi hiyo kwa sababu mbinguni alitamani kupata cheo au kuchukua cheo cha Mungu. Akatamani kuwa na cheo cha Mungu. Maanake Biblia inasema kwamba alijitamkia moyoni mwake akasema, nitapanda mpaka mbinguni,
nitataka nifanane na aliye juu, ili nikae mbele ya mkutano, ili mkutano upate kuniabudu. Maana shetani anatafuta aabudiwe, na anapata wengi. Hata sasa matajiri wengi na wafanyakazi wengi, watu wengi wanaomkataa Yesu wamemsujudia Ibilisi na hawajajua hasara wanaoipata. Lakini Biblia inazungumzia kuzimu chini kumetaharuki. Biblia inasema kuzimu chini kumetaharuki, na anazungumza anasema huko kuzimu kumetaharuki kwa sababu shetani yeye ndo mwenyeji wa jehanamu. Yeye ndiye aliyeandikiwa kwenda motoni. Lakini kwa sababu huyu ndiye aliyeandikiwa kwenda motoni, sikiliza, mstari wa 9 unasema kuzimu chini kumetaharuki kwa ajili yako, ili kukulaki utakapokuja. Anasema huamsha waliokufa kwa ajili yako, naam, walio wakuu wote wa dunia. Huwainua wafalme wote wa mataifa watoke katika viti vyao vya enzi. Shetani ametumia nafasi ya kuteka wakuu wa mataifa, wakuu wa nchi. Watu wengi wenye vyeo wameharibiwa na Ibilisi, wametekwa kiakili, wamekuwa mateka. Na kuzimu chini sasa kumetaharuki, maana hao wanaokataa wokovu wanapata hasara yao ya kutengwa na Mungu, na wanakwenda jehanamu, mahali ambapo pana mateso ya milele, ambapo Ibilisi ndo aliandikiwa huko. Lakini sasa Mungu anawaunganisha wote wanaokataa kuokoka, anawaunganisha, wanakwenda wote motoni, mahali pa mateso. Nisikilize, hasara kuto kumpata Yesu, hasara kuto kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili ni jambo la muhimu, kuokoka na kuacha dhambi. Ni heri umkimbilie Yesu, Mtanzania. Ni heri umkimbilie Yesu, kila unayenisikia, maana faida za kumkimbilia Yesu zipo, nitazitaja, lakini nataka nikwambie ni heri kumpokea Yesu. Kijana mmoja Mtanzania mwenzetu alikuwa mwanajeshi, alichaguliwa na Tanzania hapa na jeshi la nchi, akaenda Kongo kule kwenda kusaidia ulinzi wa amani kule. Alipomaliza kipindi chake kule, aliporudi alibahatisha kuwa na milioni kama 80, akarudi nazo nyumbani kwa mke wake. Alipofika nyumbani akamwambia mke wake, ninazo pesa hizi mke wangu, tuzifanyie nini? Mkewe akamwambia, mme wangu, tununue bajaji, tununue gari la kutembelea, lakini pia ninakushauri acha kazi. Unajua shetani anaga adabu. Mwanamke yule aliingiwa na Ibilisi, maana alikuwa ametafuta dawa za kienyeji ambazo wengine wanaita limbwata, wengine wanaita shuntama. Wanaita shuntama. Dawa hizi ni mbaya sana kwa watu ambao hawajampa Yesu. Mwanamke yule alipokubali kumwambia mume wake acha kazi, na anamshauri ushauri mbovu kabisa, na akijua anataka mfanye kuwa mateka ili zile milioni 80 yaziteke, amiliki pamoja na mali zilizopo, yule binti akakubaliana na mmewe, na kisha mmewe akaacha kazi kweli. Na alipoacha kazi, huyu mwanaume akaanza kuteseka, maana zile dawa sasa zimemloga. Unajua bila Yesu mpendwa unalogeka. Nisikilize. Bila Yesu unalogeka. Huyu kijana akalogwa kiakili. Yule mwanamke alipoona wamenunua magari, wamenunua bajaji, akaanza kusema sasa huyu nitamfanya kitu cha ajabu. Akaamua kupata hawala nje, akaanza kula maisha na yule hawala, akaamua kuto kushikamana tena na mmewe. Halafu mmewe akirudi ndani akawa anamwambia, we mme wangu, nenda ulale chooni. Manaka anamlaza chooni, na kwa sababu ya limbwata limemzingua, akili zimepotea, hajui cha kufanya, maana hana Yesu. Unajua bila Yesu ni hasara. Unapomkosa Yesu mpendwa, unapata hasara kubwa, unakuwa kipofu, unatekwa, unakwenda popote, unapelekwa kila mahali. Huyu mwanamke alimsumbua mme wake, akamfanya kuwa kama zezeta. Baadaye yule kijana akapata ufahamu, akaamua kutoroka, akagundua kumbe hapa niko hapa, lakini katika hali ya mateso na vifungo hivi nitafanyaje? Akaona kama dawa ni kukimbia, lakini yale mateso yalimtesa, akawa ni mtu wa mawazo, akakimbilia Dodoma, na kisha baadaye akaamua kujinyonga. Msiba ule ulikuwa ni msiba mkubwa kweli kweli, maana yule mwanamke alimsababishia mauti mme wake kwa sababu hajakubali kuokoka. Inawezekana alihubiriwa kama ninavyokuhubiria leo, inawezekana aliambiwa maneno ya Mungu kama ninavyokuambia leo, lakini alikubali akakataa, lakini mwisho wa siku akajinyonga, na hakujua anakwenda
unakwenda wapi, na unapoondoka dunia hii bila Yesu na kwenda motoni. Nisikilize, maisha bila Yesu ndugu zangu unalogeka, unaishi maisha yasiyo na ulinzi. Shetani anakuweza, anakupata. Kutokumpata Yesu kuna hasara kubwa. Unapoishi bila Yesu mwanadamu unalogeka, unaishi maisha ya kutangatanga. Utakalia kiti cha ofisi, utakiona hakifai, utaona ni kiti cha moto, utaona una hofu ya kukaa kwenye kiti hicho. Ni heri umpe Yesu maisha. Utakuwa ofisa wa jeshi, utakuwa ofisa mahali fulani, utakuwa na cheo fulani, lakini cheo hicho hakitakusaidia bila Yesu, maana unateswa kwa sababu upo kwenye mikono ya Ibilisi. Nisikilize, bila Yesu kila unachokifanya utategemea roho za kichawi. Wengi ambao hawana Yesu wanategemea roho za kichawi. Gari unazindika, nyumba unazindika, mwili unazindika, maisha yako yanakuwa yametekwa chini ya Ibilisi. Lakini sikiliza nikwambie, unapomkosa Yesu, hasara ya mwisho kabisa, unamsindikiza shetani motoni. Ni kama nilivyotaja hapo mwanzoni, lakini nataka nizungumzie kidogo mambo ya msingi ya wewe upate kuyaelewa. Ni kwamba ndugu zangu, maisha yako Mtanzania, na wewe unayenisikiliza nchi zingine, mahali hapo ambapo unatupata, nataka nikwambie ukweli. Kama utakubali kumpa Yesu maisha yako, manake Yesu Kristo ambaye namhubiri habari zake, yeye peke yake alikubali kuja duniani. Yeye peke yake alitumwa kuja kuokoa, na alikuja kumtenga mwanadamu na Ibilisi. Alikuja kumtenga mwanadamu na mapepo. Alikuja kumwezesha mwanadamu apate mamlaka na uwezo, aweze kuwa na nguvu za kumshinda Ibilisi. Na ninavyozungumza maneno haya, nisikilize nikwambie, unapompata Yesu Kristo unajiunganisha na nguvu ya utukufu wa Mungu. Kwa nini? Maandiko anasema Yesu Kristo alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi, na alipodhihirishwa alikubali kufa msalabani. Lakini Biblia inasema kwamba akaenda mpaka kuzimu. Alipoenda kuzimu akamnyang'anya shetani funguo za mauti, akarudi akiwa na mamlaka ya ushindi. Na Biblia inasema kwamba aliporudi akasema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Hakuna mwenye mwili ambaye anaweza akasema amepewa mamlaka yote. Ni kupitia Yesu Kristo peke yake, kwamba Yesu ndiye aliyepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Ni jina la Yesu peke yake linalotamba kila mahali, linalotamba ulimwenguni pote, linalotamba kuzimu, linalotamba duniani, linalotanda mbinguni. Hili ni jina pekee linatamba. Nisikilize nikwambie mpendwa, Yesu Kristo ni jina pekee. Biblia inasema kwamba wala hakuna jina jingine tulilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo isipokuwa ni Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo ni jina lenye nguvu, ni jina lenye mamlaka, ni jina ambalo limeshinda majina yote. Mpe Yesu ndugu msikilizaji wangu, ili uweze kufunguliwa, ili uweze kuponywa. Ninapoelekea kumaliza, nataka nikwambie Yesu Kristo alinyang'anya funguo za mauti akazirudisha kwa wanadamu. Unapompokea Yesu utafanyika mwana wa Mungu. Unapompokea Yesu unafanyika na ulinzi. Mungu anakupa ulinzi wa bure. Mungu anakubarikia maisha yako na kuwa na uhalali wa kuishi kwa amani. Amani ya Mungu inatawala maisha yako. Napotaka kumalizia kipindi hiki, nikushauri ndugu yangu, fungua moyo wako, mpe Yesu maisha, kwa sababu alinyang'anya funguo za mauti, alinyang'anya mateso kwa wanadamu. Mateso unayopitia, hayo mateso unayopitia sio mali yako, sio haki yako. Yesu alikufia wewe, alinyang'anya mauti, alinyang'anya mamlaka. Usiwaze kujinyonga, usiwaze kufa haraka. Waza Yesu anakupenda. Nisikilize nikwambie, napoelekea kumalizia, niseme Mungu akusaidie uweze kuelewa maneno haya, na kisha fungua moyo wako na umpe Yesu maisha yako. Nataka nikuombee pale ulipo msikilizaji wangu. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa ajili ya usiku wa leo ambao Bwana namuombea mtumwa huyu. Baba, mlinde na kumponya, ganga maisha yake na uyafungue. Mpe uelewa Mtanzania, mpe uelewa mtu wa nchi za nje, mfungue pale alipo Bwana. Ninaachilia uweza wa Bwana umfungue kila mahali alipo Bwana. Naachilia operation kwenye ulimwengu wa roho katika mataifa yote ambako nasikika Bwana. Naachilia kufunguliwa kwa watu hawa
kuelewa. Wape nuru yako mfalme, wape nuru yako Bwana, wape nuru ya kuelewa mapenzi yako, na wape mwanga wa neno lako, wapate kuelewa ya kwamba Yesu Kristo wewe ni Bwana na ni mfalme. Na ukiwa pale umenisikia maneno haya, dawa ni kuokoka. Ikiwa upo tayari kumpa Yesu maisha, basi fuatisha sala hii. Sema: Bwana Yesu, niko mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, ninatubu dhambi zangu leo na kupokea Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na ninaamini ulikufa na kufufuka kwa ajili ya nafsi yangu, na leo nakupokea uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Katika jina la Yesu Kristo naokoka na kuamini. Baba mtakatifu, namwombea msikilizaji, Bwana umlinde, Bwana umponye, Bwana umgange, Bwana muwezeshe akuishie wewe anapokuwa amepokea maisha mapya. Na sasa Bwana ukamlinde na kumpigania kupitia jina la Yesu. Baba nimeomba nikishukuru, amen.